Kwenye sehemu ambayo imepita nimefundisha kuhusiana na ubatizo wa moto. Nadhani umejua umuhimu wa ubatizo wa moto. Ni kwamba ukikutana na mapepo ambayo yanajua ama yako na anointing ya kufanya kazi katika moto, utakuwa na wepesi wa kuyang'oa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mashetani yoyote ambao unaona yamepagaa watu, kuna mengine ambao ukiwa na una upako ambao yale mashetani wako nao hawezi ukayang'oa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na kuwa maandiko yanasema ya kwamba na ishara hizi zitaandamana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Nadhani umewahi kuona watu wanatembea barabarani, mtu ako na wazimu na ni mashetani amemuingia. Mbona watu wengi hawaendangi kuombea wale watu? Kwa sababu kuna upako fulani unahitajika ili ukapate kumuombea yule mtu. Lakini pia utashangaa kwamba kuna watu ambao wanauawa kwa njia ya kichawi. Lakini unashangaa kwamba hakuna pastor ambaye atakuwa na ujasiri wa kwenda kumfufua yule mtu. Wakati ule maandiko yanasema ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba fufueni wafu, takaseni wakoma, pozeni wangoja, mmepewa bure, peaneni bure. Maandiko yametupea hiyo nafasi. Lakini mbona watu wadhubutu? Kwa sababu hawana upako na hawana uelewa kuhusiana vitu kama hizi. Ndio maana nafundisha. Sasa Musa alikuwa na uwezo wa kugawa bahari, kuamuru maji kukafanyika njia katikati ya maji, kwa sababu alikuwa na upako wa kufanya kazi katika maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wana wa Israeli walipokuwa na kiu, Musa alikuwa na urahisi wa kuwapea maji jangwani, kwa sababu alikuwa na upako wa kufanya kazi katika maji. Ni hivyo hivyo kwa mtu kama Elijah. Elijah alikuwa na wepesi hata wa kusimamisha mvua. Tuachane na mvua tu. Ina maana alikuwa na uwezo wa kukozi jangwa. Sio mvua tu peke yake. Lakini Elijah kwa sababu alikuwa na upako wa moto, wakati ule ambapo alikutana na manabii wa Baali 450. Maandiko yanasema ya kwamba aliwaambia yule Mungu ambaye atajibu kwa moto, huyo ndiye ataitwa Mungu. Kwa hivyo ina maana kwamba kwa sababu Elijah alikuwa na upako wa kufanya kazi katika moto, alikuwa na wepesi wa kusimamisha Mungu wao ili asitoe moto. Si eti kwamba Mungu wa bahari angetoa moto. Hawangeanzisha lile jambo kama wajui kama Mungu wao hawezi kujibu kwa moto. Walikuwa wanajua Mungu wao anaweza akajibu kwa moto. Kwa hivyo kuna mashetani ambayo yanaweza yakaachia moto kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye kila kitu kwenye maisha yako. Hata kuna mengine atateketeza nyumba yako. Unakuja unapata nyumba imeteketea. Unadhania kwamba ni moto wa kawaida. Mioto ingine ambayo unaonanga inateketeza maeneo tofauti tofauti ni mapepo ya moto ya manakwanga yanaingia ndani ya mtu. Yule mtu anaenda anateketeza na wala hapatikani, na akipatikana hakuna kitu kinamtendekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Elijah alikuwa na uwezo wa kufanya kazi katika moto. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba uendapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nao, na mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hautakuunguza, na miali ya moto haitakuteketeza. Kwa hivyo ukiona Mungu anasema uendapo katika moto hautakuteketeza, ina maana kwamba kuna moto wa kichawi ambao unaweza ukateketeza maisha yako. Lakini ukiwa unajua kufanya kazi katika, ama ukitumia upako wa moto, ama ukiwa umebatizwa kwa moto, ujue kwamba ni bila shaka utashinda ile vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yohana anasema na wabatiza kwa moto, na nabatiza kwa maji kwa sababu ya toba, lakini yupo ajaye nyuma yangu ambaye atawabatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Sijui kama kuna kitu unaelewa pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wabatiza sasa, Mungu wetu ni moto ulao. Wakati ule Meshaki, Shadraka na Abednego walitupwa ndani ya tanuri ya moto. Maandiko yanasema walikuwa wanatembea ndani ya moto na hakuna kitu kilikuwa kinawadhuru, kwa sababu walikuwa wako na upako wa kufanya kazi ndani ya moto. Ule upako wa Nebukadneza, ule upako wa wachawi, maana wachawi ndio walikuwa wamechochea ile sheria iwekwe ya kwamba kila mtu aabudu sanamu ya Nebukadneza. Ndio walikuwa wameweka ule moto. Kwa hivyo ule moto nyuma yake kulikuwa na nguvu za kichawi. Lakini kwa sababu Meshaki, Shadraka na Abednego walikuwa wanajua kufanya kazi, walikuwa na upako wa moto, wanakataa na ile sheria. Wanasema hatutamtumikia Mungu mwingine, hatutamuinamia Mungu mwingine, hatutainamia sanamu ya Nebukadneza. Maandiko yanasema ya kwamba walipoingia ndani ya moto hakuna kitu kilichowateketeza. Kuna wakati utapita katikati ya moto,
Lakini kama utakuwa haujabatizwa kwa moto, haujapokea ubatizo wa moto, ujue kwamba ule moto utakuunguza. Ndio maana unafaa kujua umuhimu wa kubatizwa kwa moto wa Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema wanafunzi wa Yesu wakaambiwa na Yesu, msitoke hapa mpaka wakati ule ambapo mtapokea Roho Mtakatifu. Ilipofika ile siku ya Pentekoste, kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajawa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha zingine kama vile Roho wa Bwana alipowajalia kutamka. Ina maana walibatizwa kwa moto. Kama wangepita katikati ya watu ambao wanaachia moto wa kichawi, wangeweza kukabiliana ule moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukielewa huu ubatizo utakuwa umefuka. Sasa huo ni ubatizo wa moto. Kuna ubatizo mwingine ambao unaitwa ubatizo wa wingu. Ubatizo wa wingu. Wana wa Israeli walipokuwa wanaenda katika nchi ya ahadi, maandiko yanasema ya kwamba walikuwa wanaongozwa na nguzo la moto, lakini pia walikuwa wanaongozwa na wingu. Kwani ile wingu lilikuwa la maana gani? Wakati ule pia Yesu alipokuwa anabatizwa, maandiko yanasema kwamba mbingu zikafunguka. Sauti ikatokea katika ile mbingu ikisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, mkapate kumsikia. Nielewa? Kwa hivyo ubatizo wa wingu utamsaidia mtu kumwekea kitu kinaitwa protection. Ndio maana maandiko yanasema Mungu wetu ni moto ulao. Ubatizo wa wingu, number 1, huo unamwekea mtu ulinzi ama protection. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nataka tusome mstari mmoja ndio nidhihirishe kile ambacho nakiongelea. Kwenye kile kitabu cha Wakorinto, Wakorinto mlango wa 10 mstari wa 1. Inasema hivi: kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipokuwa wanapita wana wa Israeli katika bahari na katika wingu, ama walipokuwa wingu inawatawala, maandiko yanasema ya kwamba wote walibatizwa ili wawe wa Musa. Kwa hivyo Musa, ili awekee cover kama spiritual father wao, ilibidi wapite katika wingu, ilibidi wapite chini ya bahari ili wabatizwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 1 na wa 2 inasema walipopita pale ndio walipata spiritual cover ya Musa, ikawa hakuna mtu anaweza akawadhuru. Zile nguvu zilikuwa ndani ya Musa, zikawa ndio zina cover. Ndio maana kila mahali walipokuwa wanafika, maadui zao walikuwa wanaongopa, maana kuna spiritual cover ile ambayo ilikuwa ndani ya Musa, ndio ilikuwa ina cover wana wa Israeli. Maadui zao walikuwa wanafadhaika, wanakuwa na wasiwasi kila wakati wanasikia taifa la Israeli linapita kwenye njia yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna ubatizo unaitwa ubatizo wa wingu. Nimeusoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 1 na wa 2. I think umeelewa hiyo. Lakini pia kuhusiana na ubatizo wa wingu, ubatizo wa wingu huwa unakutambulisha. Huwa unamtambulishanga mtu kila mahali ambapo anaingia. Tuseme umeingia kwenye eneo mpya ambayo imetawaliwa na mizimu, imetawaliwa na wakuu wa anga, imetawaliwa na majini. Ile eneo kile ambacho kitakutambulisha ni ubatizo wa wingu, kama ukijua siri ya kubatizwa kwa wingu. Ndio maana wakati ule Yesu alipobatizwa, maandiko yanasema ya kwamba mbingu zikafunguka. Zikasema mbingu zikafunguka. Katika wakati ule mbingu zilizofunguka, sauti ikasikika toka mbinguni ikisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, mkapate kumsikia. Kwa hivyo wakati ule mbingu zilipofunguka zikamtambulisha nani? Zikamtambulisha Yesu. Wana wa Israeli, nadhani unajua ni kwa nini sasa walipokuwa wanapita kwa maadui zao walikuwa wanapatwa na wasiwasi. Maana kuna wingu lilikuwa linawatambulisha. Walikuwa wanaongozwa na wingu na nguzo la moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani kuna kitu ambacho unakielewa pale. Kwa hivyo ubatizo wa wingu huu unamtambulisha mtu, lakini pia kazi nyingine ni kuleta utukufu kwa mtu. Wakati ule ambapo Yesu alipokuwa pale mlimani, kwenye kitabu cha Mathayo 3:17, na nadhani nimefundisha, maandiko yanasema sauti ikatokea hivyo hivyo hapo ikamtambulisha kwa wanafunzi wake, huyu ndiye mwanangu mpendwa, mkapate kumsikia. Nataka nifike hapo kwenye hii sehemu, lakini kwenye sehemu ya 3 nitafundisha hata zaidi kuhusiana aina nyingine ya ubatizo. Barikiwa sana. Mungu azidi kuwa pamoja na wewe. Tuungane kwenye sehemu ambayo inafuata.